Kutoka kitabuni somo anzia sokoni. Somo linatoka ni nguzo ya kwanza ya ambayo ni thamani kwenye kitabu cha mashine ya kuchapa pesa. La nukuu inasema wateja hawanunui kwa sababu wewe unauza, bali wanunua kwa sababu mahitaji walionayo. Sawa. Biashara ya mafanikio ni ile inawapa watu kile wanachotaka. Rafiki, imekuwa ni kasumba. Moja sababu biashara zinashindwa hata kabla sijaanza ni pale ambako unauza kitu ambacho unakipenda wewe. Sawa, ambacho unakipenda wewe. Yaani unakifurahia wewe, unakipenda wewe, unakuja na wazo lako, unaona kwamba kwa sababu unalipenda basi na dunia nzima inatakiwa wewe nini? Ilipende. Kwa hiyo unaingia kwenye soko, unaanza kuwalazimisha watu wapende kitu ambacho wanakipenda wewe. Sawa. Unaanza sasa, inabidi uanze kuwafundisha kwamba kwa nini wanataka kile ambacho wewe unakiuza. Kanuni waka kushindwa ndio hiyo hapo kwenye biashara. Ukishaona unataka uanze kuwafundisha watu kwamba kwa nini wanachokitumia wewe ni wanachokiuza wewe ni muhimu kwao, unabidi wafundishe watu wanachokiuza ni muhimu, umeshashindwa. Badala yake unapaswa uanzie sokoni. Kuanzia sokoni maana yake ni kuanza na matatizo ambayo tayari watu wanayo. Angalia kitu ambacho watu tayari wanatoa pesa kukipata. Angalia malalamiko ambayo tayari watu wanayo juu ya vitu ambavyo viko sokoni ambavyo havifanyiki kwa usahihi, havifanyiki kwa ubora. Alafu sasa wewe pale unakwenda kutoa kitu ambacho kinakosekana sokoni kwa wakati huo. Hiyo ndiyo njia bora ya kujenga biashara ambayo ni mashine ya kuchapa pesa. Kwa hiyo kipengele cha moja kwa moja nasema gundua tatizo kubwa sokoni. Au biashara haitakufa kwa sababu haina inachouza, itakufa kwa sababu inauza kitu ambacho watu hawakihitaji. Sawa. Na kama watu wakihitaji hamna mtu anatoa pesa yake kupata kitu ambacho akihitaji, hasa kwa soko ambao analilenga. Sawa. Kwa hiyo kuna mchakato wa kugundua tatizo na kutoa suluhisho ambao una vipengele kadhaa. Cha kwanza, kuchagua sekta unayolenga. Ukishaingia biashara unataka muuzie kila mtu, tayari umeshashindwa. Huwezi kuuzia kila mtu. Lazima uchague sekta unayolenga na uangalie matatizo walionayo na wingi wa watu wenye matatizo. Ndio, yani ndio la msingi kwanza. Tatizo gani lipo? Watu wengi asiana nalo. Lazima kuwa na soko kubwa pia. Yaani kuna watu wengi wana tatizo pia. Haiwezekani tatizo lao wewe au wateja wasema ndio biashara nataka ijenge pale. Hiyo itakuwa ni hobby. Of course unaweza kujenga biashara kwa kitu unachokipenda. Lakini hatumaanishi hiyo ni hobby, ni shughuli yako unapenda kuifanya. Tunazungumzia kujenga biashara ambayo ni kubwa, ambayo itajiendesha kwa mifumo na inakuwa kubwa, una scale. Na lazima uanze tatizo ambalo watu wengi wanalo. Lakini baada ya hapo kuchagua sekta yako, zungumza na watu. Unachotaka kujua watu wanacho, watu wanakuambia changamoto ipi kubwa wanakutana nayo. Anazo changamoto hiyo kwa sasa. Kero ambayo anaipata katika changamoto hiyo. Alafu pia ujue akipewa njia rahisi atakuwa tayari kulipa na kulipa kiasi gani. Waacha watu kuambia shida moja kubwa ya maisha pia tunajaribu kuwa tuna assume, tunadhani kwamba tunachokifikiria si ndio tunakifikiria. Hapana, sikiliza watu. Tulia, sikiliza, ulize watu, wataongea, watakwambia. Pata hayo majibu, alafu pata majibu inabidi uyachambue sasa. Unachambua kwa vipi sasa? Angalia tatizo ambalo limejirudia mara nyingi kwa wengi. Alafu wajana alipia tatizo hilo sasa kama wataka kulipia na kuna pungufu gani kwenye njia unazotumia kutatua. Sasa ikiwa unaingia kwenye biashara mpya, unapaswa kufanya utafiti. Usiingie tu kichwa. Hata kama unaona wateja wapo, lakini zungumza na watu. Lakini kwenye biashara ambayo tayari unaifanya pia lazima pia uendelee kuuliza tatizo gani lingine walipata, kwa sababu unaweza kuwa unafanya biashara wewe na wateja wako kwa changamoto bado wanazipata kwenye kudili biashara yako. Na hilo unakuwa umefungua soko, fursa kwa washindani kuja kutumia hiyo udhaifu ambao unao wewe. Kwa hiyo moja ya njia za kuboresha na kuhakikisha kwamba unaepuka kukaribisha washindani ni kuzungumza na wateja wako. Kujua kama wanaridhika kiasi gani, kitu gani ambacho wanakitaka zaidi, wako tayari kuzungumza nao pia. Kwa sababu wananunua na kuambia sio kwamba wameridhika, sasa wengine wametulia tu.
Kwa hiyo zoezi la kuanzia sokoni au kurudi sokoni ni zoezi la kufanya kwa kila biashara. Iwe unaanza au unaendelea, fanya hilo zoezi mara kwa mara. Kusanya data, jua soko linasemaje. Kila wakati unapokutana na wateja, zungumza nao. Itakupa nafasi ya kukua, ya kuboresha na kupiga hatua zaidi. Kwenye kitabu cha Mashine ya Kuchapa Pesa, kwenye nguzo ya kwanza kurasa wa 18 mpaka